Naona hapa watumishi waliingia jana na wamezungumza kweli. Hao watumishi walisalimia tu. Hao watumishi nafikiri ya kwamba tutaweza kuwa na muda ambao wataweza kupata nafasi ya kusema nasi, tusikie ni kitu gani ambacho Mungu amewajalia kutoka kule nchi ya Kenya. Asante. Karibu mzee Makau pamoja na Collins, karibuni sana. Tunaendelea na haya makabi ya Dar es Salaam, ambaye nadhani ya kwamba pia watu wa Dar es Salaam tunawagojea pia na wao wakuje kule kwetu Kenya. Tusikue wakati wowote sisi ndio tunakuja pande hii. Inabidi na nyinyi mjipange vile mtakavyokuja kule kwetu na sisi tuweze kukaa kuwasikiza. Namna gani hiyo? Si iko sawa? Asante. Sasa naomba tuweze kuwa na muda mfupi wa kujifunza jambo, halafu kutoka hapo tuweze kuwa na maswali. Tangu niliposhika microphone hii nimekuwa nikiongelea swala linalohusiana na ibada. Kwa sababu gani nimekuwa nikiongelea swala linalohusiana na ibada? Kwa sababu nilipofika hapa nilisikia fungu kuu la makambi ni Ufunuo 14 mstari wa 6, sio? Katika fungu hili ni fungu ambalo linaongelea watu kurudi katika ibada ya kweli. Watu kurudi katika ibada ya nini? Ya kweli. Ya kweli. Watu wanapoitwa warudi katika ibada ya kweli ni kwa sababu wametoka kwenye ibada ya kweli, kumwabudu Mungu wa kweli, na pia ibada yote kwa ujumla. Katika sermon ya leo ikawa tukapata ujumbe ya kwamba ili uweze kumwabudu Mungu na aweze kupendezwa na ibada, lazima iwe ibada katika roho na nini? Ibada lazima iwe katika roho na kweli. Sasa leo naomba tuweze kuchunguza waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa kwanza. Inasemaje msomaji? Wapenzi, ndio, msiamini kila roho. Sasa andiko linasema msiamini kila roho. Kwa nini? Bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Kwa sababu ndio manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Basi kwa hivyo kuna manabii wa uongo ambao wametokea duniani, na ili uweze kuwajua lazima ujaribu roho walio nayo, imetoka kwa Mungu ama imetoka kwa yule mwovu shetani. Kwa maana manabii wa uongo wametokea duniani. Sasa leo hii watu wamegawanyika katika ibada. Lakini wanapokuwa kwenye soko na majukumu mengine hawawezi kutengana. Lakini wamegawanyika katika ibada kwa sababu kila sehemu inayo ibada ina roho yake. Lakini tunahitajika kujua ya kwamba tunahitajika kujua mahali kuna manabii wa kweli, kwa sababu ya kujaribu roho inayowatumikia mahali wapi hapo. Sasa lazima tujaribu roho. Waefeso 2 mstari wake ni wa 18. Waefeso 2 mstari wake ni wa 18. Inasema nini? Kitabu cha Waefeso 2 twende mstari wake wa 18 inasema. Inasemaje? Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba. Kwa yeye. Inasemekana ya kwamba andiko hilo linasema kwa yeye. Nani huyu anaongelewa hapo? Kristo. Kwa yeye tumepata njia ya kumkaribia nani? Baba. Ya kumkaribia Baba. Inasema ndio, katika roho mmoja. Katika roho ngapi? Mmoja.
katika roho mmoja. Katika roho mmoja. Kwa hivyo katika Kristo tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho moja. Kwa hivyo hakuna roho mbili na hakuna roho tatu. Kinyume cha hiyo roho moja, hiyo ingine ni roho ya shetani. Ni roho ya shetani. Kwa hivyo tunamkaribia Baba kupitia Kristo na katika roho ngapi? Moja. Kwa hivyo kanisa la mitume imani yao ilikuwa gani? Waefeso 4 mstari wa 4, wa 5 na wa 6. Kumbuka ya kwamba tumeanzia na waraka wa kwanza wa Yohana 4 ambayo inasema ya kwamba mjaribu roho, kwa sababu si roho zote zimetokana na Mungu. Manabii wa uongo wametokea duniani. Soma tusikie. Mwili mmoja na roho mmoja. Kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Ndio. Bwana mmoja. Imani moja. Ubatizo mmoja. Ndio. Mungu mmoja. Naye ni Baba wa wote. Kwa hivyo hapo kuna roho moja, kuna Bwana mmoja na kuna Mungu mmoja. Katika yeye huyu Mungu ametupa Kristo. Katika Kristo tunamkaribia Baba katika roho moja. Kwa hivyo ili tuweze kumkaribia Baba, tunamkaribia Baba kupitia kwa Kristo katika roho ngapi? Moja. Kwa hivyo hii roho moja ndio inahitajika tujue ni roho gani ambayo inaweza kufanya tumkaribie Baba katika ibada. Katika hiyo roho moja. Wagalatia 4 mstari wake ni wa 6. Kitabu cha Wagalatia 4 mstari wake ni wa 6. Inasema nini? Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana. Mungu alimtuma roho wa mwanawe. Mungu alimtuma roho wa nani? Wa mwanawe mioyoni mwetu. Mungu amemtuma roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Aba, yani baba. Kwa hivyo tunamkaribia Baba kupitia kwa Kristo katika roho moja, ambaye huyo Mungu ametupa roho wa mwanawe mioyoni mwetu. Sasa inakuwaje kama Mungu ametupa roho moja na hiyo roho moja ni roho ya mwanawe? Ina maana katika waumini ambao wameamini, ni nani ambaye anatakikana kuishi ndani yao ili waweze kumkaribia Baba? Inasemekana ni roho ngapi? Moja. Na katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana 4:1 ikasema, zijaribuni hizo roho kama zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wengi wa uongo wametokea duniani. Kwa hivyo manabii wanapokuja wa uongo wanakuja na roho isiyo ya nani? Isiyo ya Mungu. Galatia 2 mstari wake ni wa 20. Galatia 2:20. Wagalatia 2 mstari wake wa 20 inasemaje? Inasema, ndio, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Bali ni Kristo yuko hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili, ndio ninao katika imani ya mwana wa Mungu. Ninayo imani katika mwana wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo andiko hilo linasema wewe umesulubiwa pamoja na Kristo. Umesulubiwa pamoja na nani? Kristo. Sasa ukisulubiwa pamoja na Kristo haukui hai tena, unakuwa umekufa. Lakini anayekuwa hai anakuwa ni nani? Andiko limesema, Wagalatia hiyo tumesoma, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Lakini sio mimi tena ninayeishi, bali ni Kristo anayeishi ndani yangu. Sasa mimi nataka niwaulize, kuna mwingine anayeishi ndani yetu kando na Kristo? Hapana. Kwa hivyo ina maana ya kwamba ndani yetu, na ni ndani ya tumbo ama ndani ya wapi? Ni ndani ya roho. Tunapoogelea roho iko wapi?
Tunapoogelea roho, mnajua kuna wakati mwingine ninasikia watu wakisema ya kwamba mtakase Kristo ndani ya moyo wako. Wanasema Yesu anaishi moyoni. Anaishi wapi? Moyoni. Ni hapa moyo huko? Moyo ambaye Biblia inaongelea ni tofauti na huyu. Huu moyo wakati mtu anapokufa akafanyiwa upasuaji, huu moyo unakuwaga hapo ndani. Si ndio? Ndio. Sasa wakati Yesu anapokaa moyoni, anakaa kwa tumbo? Anakaa kwa hii moyo? Lakini Yesu anasema aje? Nafikiri ni Mathayo 19, Mathayo 9 mstari wa 4. Hebu soma hapo. Mathayo 9 mstari wake ni wa 4. Inasemaje? Naye Yesu hala kijua mawazo yao. Yesu alikuwa anajua mawazo yao. Akasemaje? Mbona mnawaza maovu mioyoni mwenu? Mbona mnawaza maovu mioyoni mwenu? Lakini alichunguza nini? Alichunguza mawazo, akajua ya kwamba mawazo, ndani ya mawazo wanawaza nini? Maovu. Ndani ya... Mbona mnasema kama mnaogopa? Kuna mtu hapo kwa na Biblia? Si kila mtu ako na Biblia? Ndio. Kile ambacho kimeandikwa hapo ndio nataka urudie. Kwa hivyo uhitaji kukula meno. Inasema hivi, Yesu hali akijua mawazo yao, akawaambiaje? Mbona mnawaza maovu mioyoni mwenu? Mbona mnawaza maovu mioyoni mwenu? Kwa hivyo Yesu alipokuwa anaongelea mioyo yao, aliongelea nini? Mawazo. The common sense. Kwa hivyo ndani ya common sense ndiyo Yesu anaishi. Na anaishi kupitia roho wake, ambaye tumeambiwa tunamkaribia Baba kupitia kwa Kristo katika roho moja. Kwa hivyo hatuna roho mbili, tuko na roho moja ambaye Baba amempea Kristo. Kwa hivyo tunapata roho moja kupitia kwa Kristo. Tunamkaribia nani? Baba. Tunamkaribia Baba kupitia kwa roho ngapi? Moja. Na huyo roho moja ndiye anayefanya wale waaminio Kristo aishi ndani yao. Sasa nina jambo ambaye sasa nataka kuleta changamoto, challenge katika kitabu cha Warumi 8. Warumi 8 mstari wa 11. 8:11 Warumi. Ndio. Inasemaje? Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu. Kwa hivyo sasa kumbuka hiyo ni challenge. Kwa hivyo roho alimfufua Yesu, si ndio? Ndio. Hata ndio. Na leo unasoma roho yake yeye. Tunasema roho alimfufua Yesu. Roho yake yeye roho yake yeye aliyemfufua Kristo. Kwa hivyo si roho aliyemfufua Kristo, lakini aliyemfufua Kristo. Kitabu cha Warumi 8 kinaongelea roho wa yule aliyemfufua nani? Kristo. Kwa hivyo aliyemfufua Kristo ana roho yake. Kwa hivyo aliyemfufua Yesu ana roho yake. Sasa soma 26. 26 inasemaje? Kadhalika roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Roho naye. Sasa hapa inasemekana roho naye ama roho yeye? Hapana, roho naye anatusaidia. Mbona amekuwa mtu tena? Roho naye anatusaidia udhaifu. Endelea. Inasema kwa maana hatujui kuomba, kwa sababu sisi hatujui kuomba jinsi tupasavyo. Lakini roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Sasa mimi nauliza kanisa, huyu roho anayetuombea kwa sababu hatujui kuomba, huyu ni nani? Yesu Kristo ndiye anayetuombea. Hebu soma mstari wa 30
24 hapo inasemaje? Ni nani atakayewahukumia adhabu? Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Naam. Ndio. Na zaidi ya hayo, amefufuka katika wafu. Ndio. Naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Tena ndiye anayetuombea. Ni wao wanatuombea. Tena ndiye anayetuombea. Kwa hivyo ina maana tuna waombezi wangapi? Moja. Na mbona hapo mstari wa 26 inasema Roho naye anatuombea? Kwa sababu gani mstari wa 26 inasema Roho anatuombea? Alafu tunaambiwa Kristo naye anatuombea, na yeye ndiye anayetuombea. Kwa hivyo katika Biblia tuna waombezi wangapi kwa Baba? Nani yako na andiko ya kwamba muombezi mmoja? Karibu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 1, tunaye Kristo mwenye haki. Lakini Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5, tuna Mungu mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, Yesu Kristo, sio wawili. Asante. Sasa mimi nimeuliza hivi ya kwamba tunaye muombezi mmoja, si ndio? Ndugu ametutolea waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa 1, si ndio? Ambaye tunaomba isomwe. Inasemaje? Watoto wangu wadogo, ndio, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Safi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Ndiye. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, na wala si kwa dhambi zetu tu, ndio, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Sasa hapa tunaambiwa ya kwamba yule anayetuombea ni Yesu Kristo mwenye haki, na anatuombea kwa Baba. Lakini katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa 26 inasema ya kwamba Roho anatuombea kwa kuugua. Mstari wa 34 inasema ya kwamba Yesu ndiye anayetuombea. Inawezekana Yesu akaitwa Roho? Inawezekana Yesu akaitwa Roho? Ndio. Andiko Wakorintho wa kwanza 15:45 imetolewa andiko hapo. Wakorintho wa kwanza ndio 15:45 inasema ndivyo ilivyoandikwa, ndio, mtu wa kwanza Adamu, ndio, akawa nafsi iliyo hai. Safi. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Kwa hivyo Adamu wa mwisho ni roho wenye kuhuisha. Huyu Adamu wa pili ni nani? Ni Yesu, ambaye ni roho wenye kuhuisha. Kwa hivyo andiko linaposema katika Warumi 8 mstari wa 26 ya kwamba Roho anatuombea, ina maana ya kwamba kuna mtu mwingine anayeitwa Roho anayetuombea. Tukiwa na mtu mwingine anaitwa Roho, ama tuna nafsi nyingine inaitwa Roho inayetuombea, ina maana tuna waombezi wangapi? Wawili. Lakini tukisema tuna waombezi wawili, tutakuwa na ukweli katika Biblia, ama itakuwa tumeongeza muombezi ambaye Biblia imtambui? Tumeongeza Ndio. Kwa hivyo wale ambao wanasema ya kwamba Roho Mtakatifu ni mtu mwingine wa tatu ambaye yuko mbinguni, hivi wako sawa ama ni manabii wa uongo? Ni manabii wa uongo, kwa sababu wametengeneza mwingine ambaye Biblia haimtabui. Lakini haimtabuije wakati tuko na kitabu cha Mathayo 28 mstari wake ni wa 18, muende mkawabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sasa tena mnataka kumtoa huyu Roho Mtakatifu na Yesu kamtaja? Mbona nyinyi mnataka kuwa nyinyi ndio manabii wa uongo? Ila andiko hilo halijataja Roho Mtakatifu. Hiyo Warumi haikutaja Roho Mtakatifu, imetaja Roho Mtakatifu. Hiyo Warumi 8. Warumi 8 imesema ya kwamba Roho ndiye anayetuombea. Haikusema Roho Mtakatifu ndiye anayetuombea. Okay. Light sana. Kwa hivyo na maana ya kwamba pale katika kitabu cha Warumi 8 inasema Roho ndiye anayetuombea. Sasa tukisoma Wakorintho wa pili 3 mstari wa 17 ambaye tulisoma asubuhi,
inasema Bwana ndiye roho, si ndio? Bwana ndiye roho. Kwa hivyo ina maana Bwana anayetuombea ama roho anayetuombea ndiye Bwana. Na Biblia inasema kwetu sisi Mungu ni mmoja, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja, Yesu. Kwa hivyo Bwana ni wangapi? Yesu na Bwana ndiye. Kwa hivyo tukisema roho anatuombea, nani anatuombea? Mbona mko werevu hivyo? Kwa mfano ukisoma kitabu cha Ufunuo, ndio Yesu anazungumza ndio kwa ile makanisa saba. Ndio akimaliza kuzungumza anasema hivi, kwa mfano ukisoma ile 2 mstari wa 11 Ufunuo, sema yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Lakini kwa juu anaongea ni nani? Ni Yesu mwenyewe. Kwa hivyo ina maana katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mwenye anazungumza na kanisa ni nani? Kwa hivyo Yesu ndiye anazungumza na nini? Lakini andiko linasema kila mtu asikie maneno haya ambaye Roho ayaambia nini? Sasa wewe unataka mtu mwingine anaitwa Roho ati anatembea huko barabarani, ati unajua huyo Roho anatembea. Sasa na shido anatembeaga wapi na sijakutana naye? Maana Yesu wakati alitembea alionekana akitembea, na wanasema wakati Yesu alipoenda, sasa huyo Roho ndiye alafu kwamba anatembea. Wewe umewahi kutana naye? Hapa inawezekana Dar es Salaam wako. Sasa si anatembea. Sena anasemekana anatembea duniani. Sasa niambieni saa hii vile tumekuja hapa tusikie mtu amesema nyinyi kanisa la Dar es Salaam mimi ndiye Roho. Ati anaongea huku kwa hewa. Sasa nini nataka nikueleze ni ya kwamba Biblia inapoogelea kuhusu Roho haiongelei ya kwamba Kristo na Roho wake ni watu wangapi? Kristo na Roho wake ni mtu ngapi? Kwa hivyo tunaposema Roho ama tukasema Bwana tunazungumza kitu kimoja. Labda wale watu wanapiga waende wafute Wakorintho wa pili 3:17 inasema Bwana ndiye, na katika kitabu cha Ufunuo inasema sikieni haya Roho abia nini? Wakatika makanisa yanaogeleshwa na nani? Na Yesu. Kwa hivyo katika formula ya Mungu kuzungumza tunamfikiria Mungu kupitia kwa Kristo katika roho mmoja ambaye ni Roho wake. Sasa ndivyo Wasabato wana matengenezo waliotoka katika makanisa yaliyoanguka hawangependa kutoka. Makanisa hayo waliyapenda, lakini kwa sababu ukweli waliokuwa nao hao makanisa hayangeweza kusimamia, ndipo wakaamua wakaitwa wana matengenezo ama reforma kwa wakati wao. Walipotoka wakawa na principles, misingi yao ambayo walikuwa wameiweka kwenye maandiko. Wasabato wa kweli wakawa wanasema they have one God, ya kwamba wana Mungu mmoja, a personal spiritual being, yani nafsi moja ya kiroho, na wakawa wanaamini ya kwamba they have one Lord ama one Savior, Jesus Christ, mwokozi mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Alafu wakaamini one Spirit, roho moja. Hiyo roho moja wakaamini roho hiyo moja ni Roho wa Kristo. Waliaminije? Kwa hivyo waliamini Mungu ni wangapi? Mwokozi moja, roho moja, roho wa Kristo. Wakaamini Mungu ni roho wa Kristo. Basi sasa tofauti ambaye tuko naye na makanisa ambaye yameanguka ni kwamba tuna roho wa na wao wako na Mungu roho, sisi tuna roho wa Kristo, wao wana Mungu roho. Hiyo ndio tofauti.
Tuko na tofauti kwa sababu tukitafuta huyo Mungu wao roho hatumuoni kwa Biblia, na tunaambiwa katika Biblia roho ni mmoja. Kama tungekuwa na roho mbili, tungekuwa tunatafuta huyu Mungu roho anapatikana wapi, lakini kwa sababu tunamfikiria Mungu Baba katika roho wa tunaelewana wapendwa? Ndio. Roho wa nani? Kristo. Sasa hebu tusome kitabu cha Matendo ya Mitume 5. Matendo ya Mitume 5, naomba tuanzie mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume 5 mstari wa kwanza, kwa sababu Biblia itakapoeleweka hatuhitaji kuambiwa ya kwamba roho ya unabii imekuja kutuchanganya, hatuwezi kuelewa Biblia. Ni ya kwamba Biblia inafaa kueleweka na roho ya unabii inatakikana kueleza Biblia inavyoeleweka. Ikifikia kwamba kuna kitabu kimekuchanganya mpaka ukatoa Biblia makosa, basi hiyo kitabu tupa, si ya Mungu. Kwa hivyo hatupimi Biblia na vitabu za Ellen. Kama mnapima Biblia na vitabu za Ellen mumenoa. Lakini vitabu za Ellen zinaendana sawa sawa na Biblia. Biblia inasema kama hawaendi sawa sawa na neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi. Kwa hivyo Ellen ndiye awe nabii wa Mungu, anatakikana kupimwa na nini? Si ati ya kwamba yeye sasa akosoe Biblia. Sasa watu leo wamefanya Ellen kana kwamba yeye ndiye anakosoa nini? Wanakuambia Ellen anasema ya kwamba kuna mtu wa tatu katika Mungu. Umewahi kuona andiko kama hiyo? Hakuna hata nukuu katika akili ya Ellen. Ellen anapoandika ya kwamba third person of, unajua sasa hapa tuko na Watanzania wa utatu ambao wamechukua vitabu vya Ellen wakatafsiri Kiswahili. Walipotafsiri Kiswahili wakawekelea Ellen kitu ambaye Ellen hakusema. Alafu anakuambia hiki kitabu kinaitwa fulani wa fulani ni cha Ellen. Anasema ya kwamba roho ni mtu wa tatu wa utatu. Sidio wameandika hivyo? Utatu kwa lugha ya Kiingereza inaitwaje? Trinity. Na uungu katika Kiingereza inaitwaje? God head, uungu. Kwa hivyo Ellen hajasema mtu wa tatu katika utatu. Ellen anasema nafsi ya tatu katika uungu. Ambapo tumepata Yesu katika Biblia bado anaitwa roho na bado anaitwa Bwana. Kwetu sisi Mungu ni mmoja na tunaye Bwana mmoja, Yesu Kristo. Alafu andiko linasema Bwana ndiye. Sasa ukienda kutafuta mwingine utakuwa unamtafuta mwingine kando na nani? Hakuna mwingine anayeweza kufanya mtu aweze kushinda dhambi kando na Kristo. Sasa ukimtafuta mtu mwingine ambaye atafanya ushinde dhambi kwa Biblia hapatikani. Kwa hivyo tunapoogelea nafsi ya tatu ya uungu, wale ambao wanatafsiri kwa lugha yao wanatafuta mtu mwingine wangapi? Wanatafuta mtu mwingine watatu. Wakati Yesu anapoogea anajiogelea yeye kana kwamba anaogelea mtu mwingine kando na yeye. Na nitathibitisha. Kwanza soma andiko hilo ambalo nimekuambia. Inasemaje? Lakini mtu mmoja jina lake Anania, pamoja na Safira mkewe, aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Twende. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Ndio. Petro akasema, sasa hawa Anania na Safira walichukua hizo fungu akaweka miguuni mwa nani? Wewe, sasa hiyo ni mambo zenu bana. Msikilizi, kumbe. Imesema Petro hapo? Miguuni pa mitume. Na mbona mmesema Petro? Imesema waliweka miguuni pa mitume. Kwa hivyo mitume walikuwa hapo. Alafu kuna mahali sasa ametajwa Petro hapo. Petro akasema. Kwa hivyo Petro alikuwa miongoni mwa mitume.
mwa mitume, kwa sababu waliweka miguuni pa mitume. Sasa Petro akasemaje? Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Sasa swali kwenu, katika hao mitume nani alikuwa roho hapo? Kwa sababu aliweka miguuni pa mitume. Petro naye anasema, kwa nini umeamua kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Sasa katika hiyo mitume, hao mitume, kuna mtume wa 13 alikuwa hapo anaitwa Roho. Ni nani walikuwa hapo? Mitume. Sasa ili wawe mitume, nini kinaonyesha ni mitume? Basi ina maana ya kwamba mtume wa Mungu lazima awe na roho wa nani? Wa Mungu. Na akiwa na roho wa Mungu, ni nani atakuwa ndani ya mitume? Ni Kristo atakuwa kwa mitume. Kwa hivyo mitume hawakudanganywa na Anania na Safira. Walimdanganya nani? Walimdanganya Mungu. Kwa sababu hawa mitume waliwakilisha nani? Mungu. Hawa mitume waliwakilisha nani? Waliwakilisha, kuna mahali naona kama mnajua, usisahau ya kwamba roho wa Mungu ndio roho wa nani? Wa Kristo. Kwa hivyo naposema roho wa Kristo ni roho wa nani? Wa Mungu. Sasa hapo inasema ya kwamba haukuambia uongo mwanadamu, bali umemwambia muongo nani? Mungu roho. Si ndio? Umeambia uongo Mungu roho. Umeambia nani uongo? Mungu. Kwa nini uambie uongo Mungu na Mungu alikuwa hapo? Sasa anasema kwamba sio sisi mnadanganya nani? Mungu. Kwa sababu sisi tumetumwa na nani? Mungu. Sio sisi mnadanganya nani? Mungu. Alafu wale watu ambao ni wa utatu wanasema hapo kuna Mungu roho alidanganywa. Unaona vile shetani ni hatari. Lakini pale alikuwa ni mitume. Ni mitume walikuwa wanaongea na Anania na Safira. Hebu soma, teremka hapo chini afikini mstari wa 14. 14 nasema. Inasemaje? Walioamini wakazidi kuongezeka. Ni 14, angalia mstari wa 10 na ngapi? 5, hebu angalia 18. 18. Kidogo tu 13. 8. Matendo 13:8. Iko hapo kidogo tu, acha niitafute hapa. Mstari wa 9. 13:9. Ndio. 13:9 Matendo inasemaje? Petro akamwambia, yani ni Matendo ya Mitume 5. Okay. Tuko Matendo ya Mitume 5 mstari wa 9. Inasemaje? Petro akamwambiaje? Imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia, ndio miguu yao waliomzika mumeo ipo mlangoni, nao watakuchukua nje wewe nawe. Kwa hivyo walimjaribu roho wa nani? Inasema Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa nani? Wa Bwana. Kwa hivyo katika hii Matendo ya Mitume, ndugu zangu, kuna Mungu roho hapo? Hapana. Walimjaribu roho wa nani? Wa Bwana. Sio Mungu nani? Roho. Kwa hivyo mtu akikutolea Matendo ya Mitume akwambia kwamba katika Matendo ya Mitume kuna Mungu roho, huyo mtu si ni nabii wa uongo? Hawa watu ni manabii wa uongo na ni wakristo wa uongo, kwa sababu wanatumia maandiko kutafuta Mungu mwingine ambaye kwa Biblia hapatikani. Kwa hivyo kile ambacho kinasababisha sisi tuwe wakristo wa kweli ni kuishi na roho ngapi? Moja, ambaye inafanya tumkaribia Baba, ambaye huyo roho ni roho wa mwanawe ambaye amempea, naye mwanawe akatupea sisi. Turudi katika Yohana 14. Yohana 14. Alafu Biblia ya Kiafrika ilifika? Ipo. Haya, sasa kuna kitu nataka tusome leo. Leo tunafanya hiyo, alafu tumalize. Kama mna maswali muulize. Haya, 14 mstari wa 16. 14:16. Ndio. Nami nitamuomba Baba, ndio, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ni nani? Ndiye Roho wa kweli. Ni Mungu Roho. Roho wa kweli. Kwa hivyo Yesu amesema atatupea msaidizi mwingine ili akae na sisi,
na ni roho wa kweli. Sasa wale ambao wanasema msaidizi mwingine ni Mungu roho, hilo andiko limesema Mungu roho? Hapana, limesema ni roho wa nani? Wa kweli. Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni. Kwa hivyo huyo roho wa kweli ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni. Twende. Wala haumtambui. Bali ninyi mnamtambua. Lakini nyinyi mnamtambua maana anakaa kwenu. Anakaa kwenu. Alafu naye atakuwa ndani yenu. Haya, zingatia hapo. Huyo roho wa kweli ulimwengu hauwezi kumtambua, nyinyi mnamtambua maana anakaa kwenu. Ukisema anakaa kwenu ni atakaa ama anakaa tayari. Atakuwa ndani yenu baadaye. Kwa hivyo tayari wanafunzi wa Yesu huyo roho wa kweli alikuwa nao, lakini baadaye atakuwa ndani yao. Sasa tukienda na formula ya kalamu na karatasi, tutatumia ile andiko wamesema hapo juu, msaidizi mwingine, si huyu mwingine, si ndio tutatumia? Lakini tukiteremka hapo chini useme anakaa kwenu, basi walikuwa na mwingine nani hapo? Haya, sawa, mwingine, sawa, anakaa kwenu. Haya, mwingine alikuwa anakaa na wanafunzi, alikuwa nani hapo? Sasa tuseme mwingine ndio anakaa kwenu, sawa, nani atakuwa ndani yenu? Mwingine ndani yao wanafunzi. Soma mstari wa 19. Inasemaje? Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena. Bali ninyi mnaniona. Kwa nini? Na kwa sababu mimi ni hai. Ninyi nanyi mtakuwa hai. Ndio. Siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu. Mimi niko ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yangu, alafu nami ndani yenu. Na amesema anakaa kwenu na atakuwa ndani yenu. Si amesema huko juu? Ndio. Atakuwa anakaa kwenu na atakuwa ndani yenu. Tena nawaambia Yesu, siku ile mnatabua ya kuwa mimi niko ndani ya nani? Nami ndani yenu na nyinyi ndani yangu. Sasa Yesu yuko ndani yetu, aje kwa roho yake. Yesu wako ndani ya Baba, aje kwa roho yake, si ndio? Kwa hivyo na maana kama vile Yesu yuko ndani ya Baba kwa roho yake, ndivyo na sisi tuko ndani ya Yesu kwa roho wake, na ndivyo Yesu yuko ndani yetu kwa roho yake. Kwa hivyo Yesu alipokuwa anawaambia sitawaacha yatima na nitawaletea msaidizi mwingine, alikuwa naogelea Mungu roho, si ndio? Hapana. Soma 18 hapo. 18 inasemaje? Sitawaacha nyinyi yatima. Naja kwenu. Natuma Mungu roho. Naja kwenu. Natuma Mungu roho. Naja kwenu. Sinaona watu ni kama watu wanaonekana kuombewa. Hawa watu wa Mungu roho ni manabii wa uongo. Waraka wa kwanza Yohana 5:8. Sasa hapo tumalizie kitendawili. Nani yako na Biblia ya Kiafrika? Uko nayo hapo Waraka wa kwanza Yohana 5:8 inasema, ile Biblia tumesema ndio hii. Okay. Haya. Sasa hapo nataka tutegue kitendawili. Haya, alafu kitu ambaye tunafaa kuamini ni ya kwamba kuna Mungu mmoja. Sawa? Ndio. Kuna Bwana mmoja ambaye ni Yesu Kristo mwana wa nani? Wa Mungu. Na tunaamini kuna roho mmoja ambaye ni roho wa nani? Wa Mungu na roho wa Kristo. Hao ndio tunafaa kubatiza mtu ambaye tumehubiria. Kwa hivyo nikichukua spika hapa, natakikana nikifika pale mbele na niende pale stage na niende pale niwahubiria watu, tunaye Mungu gapi? Mmoja. Aliye nani? Baba. Tunaye Bwana mmoja, Yesu Kristo mwana wa nani? Wa Mungu. Tunaye roho moja, roho wa nani? Kwa hivyo tukimpata huyo mtu tutambatizaje? Kuna watu wengine nasema roho hakukufa, baba hakukufa. Kwa hivyo tunafaa kumbatiza kwa jina moja, Yesu, maana Yesu ndiye alikufa. Yesu ndiye alikufa, ndiye tulimhubiria peke yake. Aliamini tu huyo. Kwa hiyo tukienda kuwahubiria, tunawahubiria Yesu peke yake. Tunawahubiria kuna Mungu gapi? Tuna Bwana mmoja na tuna roho mmoja. Kwa hivyo kama wanaamini Mungu mmoja
na wakaamini Yesu ni mwana wa Mungu, na wakaamini kuna roho wa Mungu, tukiwabatiza tunawabatiza kwa jina la nani? Baba. Na la nani? Amen. Na la nani? Kwa sababu ndivyo walivyoamini. Ndivyo walivyoamini wakati walipokuwa wanahubiriwa. Kwa hivyo tunapoogelea kuhusu Roho Mtakatifu, hatuogelei kama kuna mtu mwingine ako huko kado anayeitwa Roho Mtakatifu. Tunajua kwamba Roho Mtakatifu ni uweza na utukufu wa Mungu na mind of God, ama akili za Mungu ambazo anatugawia tunawaza kama yeye. Yaani Mungu anakaa kwa akili yetu, anafikiria, yaani tunafikiria kama Mungu, kwa sababu Mungu ametupa akili zake. Ndio naona Eri inasema ya kwamba they were two little short of being identical. Yaani katika being ni wawili tu, one in nature, one in character, na one in spirit. Yaani character yao ni nature yao ni roho yao ni, lakini wako wangapi? Wawili. Baba na nani? Mwana. Kwa hivyo katika ubaji, Mungu akisema tuube mtu kwa mfano wetu, ina maana kuna Mungu roho alikuwa hapo? Hapana. Ni Mungu alikuwa na abia nani? Mwanawe. Aliye na mfano wake, aliye na sura yake. Kwa hivyo mwana wa Mungu ana mfano Mungu na ana sura ya hakuna mwingine watatu. Alikuwa hapo Baba na nani? Mwanawe. Wanao mfano mmoja, wana sura moja, wana nature moja, wana character moja. Hiyo ndio imani yetu. Sasa tukija katika waraka wa kwanza wa Yohana, soma hiyo kitabu 5:8. Inasemaje? Kwa maana wako watatu washuhudiao. Kuna watatu washuhudiao mbinguni. Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Alafu na watatu hawa ni umoja. Unasema haijasema utatu, bali inasema kuna watatu washuhudiao mbinguni. Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa. Sasa tukiambiwa watatu hawa, huyu watatu anaitwa Roho Mtakatifu kulingana ile andiko, bila kupiga chenga. Ndio ya kwamba kuna watatu. Lakini tukisoma kitabu cha Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 21, hebu isome. Timotheo wa kwanza. Ndio. Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 21. 3:21. Ndio. Inasemaje? 3:5. 5:21. 5:21. Ndio. Na kuagiza mbele za Mungu, na mbele za Kristo Yesu, na mbele za malaika wateule. Mbona amemsahau Roho Mtakatifu na ni watatu? Anawezaje kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu na mbele za malaika wateule, wakati tumeambiwa wako watatu washuhudiao wapi? Mbinguni. Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Lakini hapa tunaambiwa na kuagiza mbele za nani? Za Mungu na mbele za Kristo Yesu na mbele za malaika wateule. Inawezekana hawa malaika wateule ndio wanaita Roho Mtakatifu au? Sasa ukisoma Galatia 1:1, hebu soma kitabu Galatia 1:1. Inasema nini? Paulo mtume, si mtume wa wanadamu. Paulo hajatumwa na mwanadamu, wala kutumwa na wanadamu, bali na Yesu Kristo. Na nani? Yesu Kristo. Na nani mwingine? Na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu. Huyu Mungu Roho Paulo akitumwa hana habari. Sababu Paulo anasema mimi nimetumwa na Kristo Yesu na Mungu Baba. Kwa hivyo huyu Mungu Roho alikuwa wapi Paulo akitumwa? Kuzimu. Amehusika? Alikuwa kuzimu. Hiyo ndio jibu ya ukweli. Mungu akubariki brother. Ni hiyo. Amesema ukweli, alikuwa kuzimu. Hata wakati ambapo tutafika mbinguni, huyu Mungu Roho atakuwa jehanamu, maana si miongoni mwa wa mbinguni. Lakini ukumbuke tunaandiko pale limesomwa wako washuhudiao mbingu, Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Lakini ukisoma hapo chini, hebu endelea na hiyo waraka wa kwanza Yohana 5:8. Wanatakana wale wanatumia andiko hilo wasisemage wako watatu, alafu wanasema ni utatu. Wanatakana wasema wako sita, waseme ni usita, si utatu. Maana wako watatu washuhudiao mbinguni na kuna watatu washuhudiao dunia. Ukiongeza watatu plus watatu wanakuja wangapi? Kwa sasa kwa nini wanaongelea hawa watatu, wao wengine tatu hawataki?
Inatakikana wakuwe gapi? 6. Wasemaje? Kuna usita, kwa sababu kuna watatu mbinguni na kuna watatu duniani. Haya, sasa msomaji. Ndio. Yeah? Kuna nukuu. Haya, mpe maiki Masawe. Hapo itasawazishwa kisema. Inasemaje? Hii ni General Conference Bulletin April 23. 1901. Ndio. Jiwete anasema hivi. Yesu anakuja kwetu kwa Roho wake Mtakatifu leo. Ndio. Tumtambue sasa. Tumtambue sasa. Ndipo tutamtambua atakapokuja katika mawingu ya mbinguni. Kabisa. Pamoja na nguvu na utukufu mkuu. Mungu anakuita ujitayarishe kukutana naye kwa amani. Kabisa. Wewe kama usipomtambua Yesu kwa sasa ndani yako kwa roho, uweze kumtambua anapokuja mara ya pili. Kabisa. Ndivyo. Yesu anakuja kwetu leo kwa roho. Tumtambue sasa ya kwamba tunaye, hatuna muombezi mwingine, hatuna msaidizi mwingine kado na nani? Na Yesu Kristo. Sasa nataka nikuonyeshe kile kinaendelea hapo katika waraka wa kwanza Yohana. Inasema wako watatu. Unajua Mathayo 28 mstari wa 19 imesema tu watu wabatizwe kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini waraka wa kwanza wa Yohana inasema wako watatu washuhudiao mbinguni. Sasa ninaomba unisomee kwa hiyo Biblia ya habari njema, hilo andiko 5:8. Habari njema 5:8. 5:8. Inasemaje? Roho, maji, na damu, ndio, na ushahidi wa hawa watatu waafikiana. Na ushahidi wa hawa watatu wafanyaje? Waafikiana. Sasa hiyo ni mstari wa ngapi umesoma? Wa 8. Hebu soma hiyo ingine mstari wa 8. Wa 8. Inasema, ndio, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, ndio, Baba, ndio, na Neno, na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni umoja. Soma hiyo ingine. Hii nyingine mstari wa 8 tu. Inasema, ndio, roho, maji, na damu, na ushahidi wa hawa watatu waafikiana. Hizo Biblia mbili zinaelewana? Hapana. Hazielewani? Ndio. Lakini tunataka zielewane. Kwa sababu kama hazielewani kuna shida iko hapo. Hiyo shida iko wapi? Sasa hiyo shida kwa sababu tafsiri hizi mnaona tukitumia zimekuwa mikononi mwa kanisa Katoliki. Kwa hivyo ndio wanafaa kutuambia kile walifanya hapo. Sasa kwa sababu tuko na Biblia yao, hiyo ya Biblia ya Kiafrika, hiyo ni ya Katoliki, watuambie ni nini mlifanya hapo. Ndio maana Biblia nyingine haielewani na nyingine. Naomba tusomee hiyo waraka wa kwanza Yohana 5:8 kwa hiyo Biblia ya Kiafrika, unisomee mantini yake hapo chini. Kuna mantini yake iko hapo 5:8. Mantini yake iko hapo chini. 5:9. Acha. Nilikuwa nimepiga mstari. Inasemaje? Mantini ya barua hapa inanyongeza katika nakala nyingi. Ndio. Nyongeza hiyo inaitwa ndio koma ya Yohane. Kipande kilichoingizwa husomeka ndio mbinguni. Inasomeka mbinguni. Ndio. Baba, Neno, na Roho Mtakatifu. Ndio. Na hawa ni mmoja. Na hawa ni mmoja. Endelea. Na kuna watatu washuhudiao ulimwenguni. Ndio. Huu ni ufafanuzi wa mwanzo wa roho, maji na damu, kama nafsi tatu za Utatu Mtakatifu. Wamesema kuna kipande ambacho kimefanyaje? Kimeingizwa. Na kipande hiki kinasomeka hivi: mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni mmoja. Wamesema ni kipande kilichoongezwa. Ni kipande kilichoongezwa. Kuna leseni moja imeandikwa na Waadventista wa Sabato ya 201 mwezi wa pili. Wanakubali, wanasema mtu yoyote ambaye ni biblical scholar wanakubaliana wote kwamba maneno hayo mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu na hawa watatu ni mmoja, hayo maneno wanakubaliana ya kwamba hayapatikani katika original manuscript. Lakini katika lugha ya Kigiriki kuna muda fulani ambao wameingiza.
Kwa hivyo ukienda mtu akwambia hapa ninapatikana kwa Kigiriki, kuna muda ambaye katika karne fulani ambaye hayo maneno hayakuwa, walikuja kuyaigiza katika karne ya huku mwisho, na wanasema kwamba wameingiza. Unaona kuna Biblia ambayo iko na andiko hiyo na kuna ingine haina. Kwa hivyo ili Biblia zote zielewane, lazima hilo waliingiza tutoe. Sasa naomba wewe unasoma hiyo Baba, Mwana na Roho, usisome mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hao ni umoja. Hayo maneno usiyasome, uanzie mstari wa 7 umalizia wa 8 katika hiyo. Lakini hiyo maneno maana iko kwenye mabano, usiyasome. Alafu tuone kama hizo Biblia mbili hazitaelewana. Anza. Bible gani? Hiyo yenye watatu washuhudia mbinguni. Anzia mstari wa 7. Lakini hayo maneno ya mbinguni usisome. Okay. Maana wametuambia ni kuingizwa, yameingizwa. Soma. Naye Roho ndiye ashuhudiaye. Kwa sababu Roho ndiye kweli. Kwa maana wako watatu washuhudiao. Inasema wako watatu washuhudiao. Haya mabano ni mabano. Wewe umalizane na mabano, ukifika huko kwa mwisho wa mabano ndio usome. Okay. Kwa sababu hiyo maneno yote ya mabano wametudikiza hapo, na wanasema waliweka hapo ili kutetea fundisho la utatu. Sasa fundisho la utatu mpaka litafutiwe aya liingizwe hapo ndio liteteleke, alafu unakaa hapo unatetea. Okay. Lesson iko hapo. Tutaisoma. Inasema kwa maana ndio wako watatu washuhudiao. Inasema ndio roho na maji na damu. Na watatu hao hupatana kwa habari moja. Haya, soma hiyo nyingine. Hii nyingine inasema ndio roho maji na damu. Na ushahidi wa hawa watatu waafikiana. Hizo Biblia mbili zimeelewana? Ndio. Kwa hivyo yule adui alikuwa hapo. Ni hayo maneno Baba mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Huyo adui alikuwa anafanya hizo Biblia mbili zisielewane. Sasa wacha, kwa sababu ya hawa watu wa mtandaoni, maana mimi najua ni wabishi kama kitu kingine. Wacha niwanyamasishe hii mdomo yao, maana mimi nawajua. Sikilizeni nyinyi, unaona hii ndio tunasoma. Ninawajua. Kuna watu wabaya kwa mtandao ni kinanda tu. Hata uwafundishe haja hawezi elewa. Wanaitwa sumun bukumun. Sasa hawawezi elewa hawa. Wengine lakini si wote tabeni Ni mnawajua hao wako kwa comment hao wanaandika baya. Si mnawafahamu. Wamejazana hapo. Mimi nawajua wako huko, wale watu wabaya ni sumun bukumun umuyun. Watu ambao hawawezi kuona wala kusikia, ni vipofu bumbu. Hata waambie nini hawezi elewa. Hii ni vitu gani ambayo inashiriki kiwazubua? Muda yote kitu inaeleweka. Hata mtoto wa nasari anaelewa. Nyinyi mnadai mmesoma lakini mnakuwa watu ambao hamuelewi. Mna matatizo gani? Kitu ambayo inaeleweka. Mimi nataka nisome hii Biblia, si niko naye hapa. Ama kuna mtu ambaye ako na Biblia nyingi. Ninasoma hii. Sasa sikiliza. Nikuonyeshe kitu ambaye nakwambia kinaondoka. Sasa mimi nilienda kwa duka nikanunua hii Biblia. Ndio niko nayo kwangu. Sawa Inasema hivi. Mstari wa 8. Roho, maji, damu na ushahidi wa hawa watatu huwafikiana. Si nimesoma waraka wa kwanza wa Yohana 5:8? Wewe soma hiyo waraka wa kwanza wa Yohana 5:8. Hiyo nyingine hiyo. Soma usikie. Inasema ndio. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, ndio Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni umoja. Na mimi nasema roho, maji, damu. Wewe unasema nini? Inasema wewe unasema watatu hao ni nani? Ni umoja. Hapana, ni nani na nani? Inasema Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Mimi hapa watatu ni roho, maji na damu. Tunaelewana na wewe? Hapana. Wewe mbona unanipinga? Roho, maji na damu, sema yako. Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Wewe si hivyo, roho, maji na damu. Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Ubishi. Sasa nani atatusaidia? Wanakuja na tuambia hapana, msigopane. Haya maneno tuliingiza, tukiyatoa tunaelewa. Sasa tupa hiyo kwa takataka huko. Sasa Masawe, soma hiyo lesson ya Wasabato hapo. Wao wanasemaje? Project hapa. Tuione hapa. Kweli kabisa. Ni hivyo. Hata inawezekana hata hii Biblia tuna project hapa watu wajionee. Maana imefika wakati watu ni wabishi tu kuliko kiumbe chochote duniani. Ngoja tumeka kule.
tunampa na somo. Hapa inasomeka hivi: katika baadhi ya aya za Biblia maneno mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja, kisha wapo watatu washuhudiao duniani, hujitokeza katika Yohana 1, waraka wa kwanza wa Yohana 5:8 na 9. Tatizo ni kwamba ni nyongeza ya baadaye, hayapatikani kwenye maandishi ya awali. Miongoni mwa wanazuoni wasomi wakuu wa Biblia kupo kukubaliana kuwa kauli hiyo si sahihi, nayo imeingizwa. Yamkini kuunga mkono fundisho la Utatu Mtakatifu. Ni hakika maneno ya maandiko hayatakiwi kuchezewa kwa sababu kadhaa wa kadhaa. Ufunuo 22:18. Na sasa Wasabato mbona bana wanalitumia? Haya, hata sijawahi malizia hapo. Sababu ya kwanza ikiwa kwamba watu waweza watilie mashaka udhabiti wa maandiko kwa ujumla wake, na hivyo kutolitumia neno la Mungu. Lesoni upendwa kupenda, waraka wa Yohana ukurasa wa 65 ya 2009. Alafu bwana, hawa watu wanashida wakitutolea hii andiko. Hii lesoni ilikuwa naifundisha mimi. Na iko wapi bwana? Taje kuiangalia vipi nikitazama. Wewe bali nimeandika hapo chini. Wewe mnaangalia hapa Wasabato, maana najua mnaziweka hizo lesoni, mnazipanga. Tunataka lesoni ya 2009. Tunataka sababu nyinyi mlisoma na mkabaki tu na mkaacha tu hivi ya kwamba andiko nzima limeingizwa kwenye Biblia. Hiyo Bible commentary. Wasabato ni Bible commentary namba ngapi? Inaitwa The Seventh Day Adventist Bible Commentary Volume 7 page 675. Inasema hivi: maneno yenye upinzani yalipata njia yao katika KJV, King James Version, kwa njia ya maandishi ya Kigiriki ya Erasmus. Ni hivyo Inasemwa kwamba Erasmus alipendekezwa kujumuisha maneno haya yenye upinzani katika agano lake jipya la Kigiriki, ikiwa kama haionyeshi hata chapisho moja la Kigiriki ambalo limeyajumuisha maneno hayo. Library katika Dublin ilizalisha chapisho kama hilo linalojulikana kama la 34 la Erasmus. Akayajumuisha maneno hayo katika maandishi yake. Inamakinika sasa kwamba toleo la hivi karibuni la Vulgate lilipata mstari huo kutokana na makosa ya mwandishi ambaye alijumuisha mafafanuzi ya kwenye karatasi ambaye yananukuu hiyo katika Biblia ambayo ilikuwa inainukuu. Maneno haya yenye upinzani yamekuwa yakitumiwa kwa ujumla katika kutetea fundisho la Utatu, lakini katika mtazamo wa ushahidi kama huo ambao ni mkubwa na usiokanushika kupinga uhalali wake, kuyaunga mkono, hakuna dhamani yoyote na hayapaswi kutumika. Kwa hivyo SDA commentary inasema waraka wa kwanza wa Yohana 5:8 kwa SDA isitumii. Alafu nasikia
Waraka wa kwanza Yohana 5:8 na mtu anasema hata ameenda theolojia bure kabisa. Sasa umeenda theolojia kwani hukusoma hiki kitabu ambaye kinasema kwamba hilo andiko lisifanyaje? Na kweli katika vitabu vyote vya roho ya unabii, na ndio nakwambia huyu mwanamke Ellen G. White ambaye watu wanamkataa tu kwa sababu sijui ni wa kike, hajawahi kulitumia andiko hilo katika vitabu vyake hata kimoja. Hata Waprotestanti wanakataa. Ninaye Masai una maneno. Haya Waprotestanti nao, haya kuna Protestant Professor Bruce anaitwa Mesega aliandika hivi: ni jambo la hakika kwamba maneno hayo ni badia. Huyo ndio sasa amesema ukweli. Haya ni badia na hayapaswi kuwa katika Agano Jipya. Ni kweli kabisa. Haya, endelea kusoma. Mwingine huyu anasema hivi. Huyu ni Blycock Commentary on the New Testament. Hawa ni watu wakubwa kabisa katika Protestanti. Angalia Yohana 5:7. Fungu hili alipatikani katika maandiko ya nyaraka zote za kale zilizokuwepo kabla ya karne ya 14. Mtu wa kwanza kunukuu kama aya za sehemu ya maandiko ya Yohana ni Priscillian, mzushi wa Kihispania aliyekufa mwaka wa 385 AD. Na polepole hatimaye aya hiyo ikajipenyesha katika Biblia ya Kilatini. Yatupasa kutunza kila neno la maandiko yenye uvuvio wa roho, pasipo kuruhusu nyongeza yoyote ya kibinadamu, hata kama inaonekana njema kisiolojia. Kabisa imekauka. Yaani hawa hakuna siku tutaulizwa damu yao. Tumenawa. Nani anako na swali? Tuko na dakika ngapi za swali? Ama imeisha? Tuna muda gani umebaki? Kama dakika 10. Dakika 10 peke yake. Haya, karibu. Haya, leta mic pande hii. Naam. Asante. Swali langu ni kwamba tunapokutana na hawa watu wanaotetea fundisho la Utatu Mtakatifu, wanatoa kitabu cha Mathayo sura ya 3, wanasema kwamba pale wakati Yesu amebatizwa, Roho Mtakatifu alimshukia. Sasa hilo andiko wanasoma kwa lugha ya Kiswahili na kwa Kiingereza. Wanasema kwamba kwa Kiswahili inasema Roho Mtakatifu. Ukisoma Roho Mtakatifu kwa Kiingereza inaitwa Holy Ghost. Sasa wanasema kwamba huyu alikuwa ni mwingine. Hapo naliwekaje labda? Okay. Sasa Roho Mtakatifu na Roho Ghost na Holy Ghost ina tofauti ama wanatofautisha? Unajua wanasema kwamba Holy Ghost na Roho Takatifu ni vitu tofauti. Sema kwamba kuna roho unaitwa kama ni, wanasema ni sijui ni angel, sijui ni nini, spirit. Wanasema Holy Spirit. Holy Spirit. Alafu anasema hapa Roho Mtakatifu inatumika kama Holy Ghost. Kwa hivyo Holy Ghost ni mtu mwingine. Wanasema ni mtu mwingine na Holy Spirit ni mwingine. Sasa ni mwingine. Sasa hapo Yesu alipokuwa anabatizwa, huyo Holy Spirit, huyo Holy Ghost huyo ni hiyo dafu. Huyo aliyoshuka sasa. Sasa hapo kwani alishuka nini? Ni nini ilionekana hapo? Anasema hiyo huwa iliyoshuka. Kwani huyo ghost kwa hivyo ni hiyo huwa? Wanasema hapana. Kwa sababu kama ingekuwa ni mtu, si angekuja hapo aonekane. Mbona ikuje huwa na ni mtu? Kwani yeye alikuwa hawezi kukuja yeye mwenyewe kwa nini? Paka awe huwa. Sasa labda watuambie huyo mtu anaogelea ni hiyo huwa hiyo. Lakini kitu ambacho kinaogelewa hapo ni ya kwamba Holy Spirit akaja kwa mfano wa huwa. Si ati ya kwamba Holy Spirit ni hiyo huwa. Sasa hebu soma Petero wa 2 1:17. Petero wa 2 1:17. 1:17 Petro wa 2 inasema kwamba maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu hapo alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye.
Umesoma mstari wa ngapi? Wa 17. Ikasemaje bwanzia? Inasema maana alipata kwa Mungu Baba nini? Heshima na utukufu. Sasa hii heshima na utukufu ambaye Yesu alipata kwa Mungu Baba ni nini? Hiyo heshima na utukufu ndio ilikuja kwa mfano wa ua. Heshima na utukufu ikaja juu ya Yesu kama ua. Ndio sauti ikasema huyu ni mwanangu. Sasa heshima na utukufu ya Mungu inakuaje mtu mwingine? Simeeleweka? Ndio. Asante, Mungu akubariki. Mwingine? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Swali langu milipo hapa kuhusiana na Yesu, tukija kuangalia Mungu alipokuwa naomba vyote, hakuna kiumbe chochote kilichokuwepo. Sasa mimi huwa najiuliza, nashindwa kupata jibu, naombeni mnisaidie. Kwa nini shetani alikuja kama yani Mungu aliposema kwamba malaika wote wamsujudu Kristo? Kwa nini shetani kama vile alishtukizwa kujua kama kuna mwana wa Mungu? Mungu alikuwa hajamtambulisha kwa malaika kuwa yupo mwana wake. Kwanza wacha nisome quotation ambayo iko hapa. Si ati ya kwamba alikuwa hajui, alikuwa na wivu tagia zamani. Alikuwa na wivu tagia zamani. Quotation yenyewe kuna The Spirit of Prophecy Volume 1 page 17.1 inasema Satan in heaven before his rebellion was high and exalted angel, next in honor to God's dear son. Kwa hivyo na maana ya kwamba yeye alikuwa tu na nafasi ya hapo tu. Kwa hivyo alikuwa anajua huyu ni mwana wa Mungu. Sasa ile kitu ambaye shetani alikuwa na yeye hapo kutoka zamani, alikuwa na wivu naye, maana aliona kana kwamba anapendelewa. Lakini Lucifer alikuwa ni kiumbe, lakini huyu dear son alikuwa ni mzaliwa wa baba. Kwa hivyo alikuwa na nature moja na baba, wakati huu ni kiumbe. Lakini hili jambo ndio Lucifer hakulielewa. Kwa hivyo wakati wa sijida, wakati wa ibada, Mungu anaposema kama vile mnavyonisujudia, mtamsujudia huyu mwana sawa sawa, kwa sababu mahali atakao amesimama ni sawa sawa na nimesimama mimi. Si ndio? Ni kama vile ukatuma mwanao mahali. Unapotuma mwanao mahali, huyo mwana wako anakuwa na mamlaka juu yako na anatumia jina lako kwenye ambapo umemtuma. Kwa hivyo shetani aliona wivu kwa swala hilo, akakataa kutolea ibada mwana wa Mungu, akiona kana kwamba ni upendeleo amepewa na Mungu. Asante. Lakini toka zamani alikuwa anafahamika kuwa ni mwana alikuwa anafahamika kuwa ni mwana wa Mungu tangu zamani, kwa sababu yeye wakati anaubwa Lucifer alimpata bado Mungu ana mwanawe. Kabla ya ubaji wote Mungu ana mwanawe. Kwa hivyo hata Lucifer akiubwa alipata Mungu pamoja na nani? Na mwanawe. Kwa hivyo alikuwa anajua Mungu ana mwana tangu alipoumbwa. Naam. Haya, mwingine mwenye swali na liwe la mwisho tumalize. Asante sana. Nilikuwa nauliza mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni jina? Roho Mtakatifu ni jina, si wamesema, hajasema ya kwamba mkawabatize kwa majina. Imesema ya jina. Sasa unatajwa Baba, Mwana na Roho, linaitwa jina. Si majina iko hapo. Asante. Naam. Haya, natumai ya kwamba mimi nitakuwa nimefika hapo. Karibu kwa wenye wanaendeza mkutano. Kuna mkono. Unajua nimemilikwa na hii taa, sioni huko mwisho. Naam, swali ni hili hapa. Ndio. Katika Mathayo 28 inatangaza jina tukabatize kwa hilo jina, lakini pia katika Yohana anasema mkiomba kwa jina langu. Sasa swali ninaloliuliza, je, ni nini maana ya jina?
lugha nyingine tunaweza kutumia ni maneno gani? Ni mamlaka. Ndio maana nafikiri iko Matendo ya Mitume 4. Nasema kwamba walikuwa wanaulizwa mitume, haya mnayoyafanya mnafanya kwa mamlaka ya nani, au mnafanya kwa jina la nani? Kwa hivyo na maana mahali ambapo jina linapotumika linatumika mamlaka. Ndio maana Yesu anasema nimepewa mamlaka yote. Enendeni mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi. Sasa wanafunzi walienda wakiwa wamepewa mamlaka na nani? Kwa hivyo walipokuwa wanafanya kazi yao walikuwa wanafanya na mamlaka ya nani? Ndio maana wanasema tunafanya haya kwa jina la nani? Si ati walikuwa wanasema jina la Yesu, jina la Yesu, jina la, si hivyo. Walikuwa wanafanya kila kitu kwa mamlaka ya Yesu. Kwa hivyo ndio maana obeni kwa jina la nani? Kwa mamlaka aliyopewa Yesu. Mkiomba mtapewa. Sio utajo tu wa jina. Maana ukisoma nafikiri ni wa Kolosai 3:11 hapo ama 17 wa Filipi. Inasema kila tendo mnalolifanya fanyeni yote kwa jina nani? Kwa jina la Yesu. Kwa hivyo si utajo, ni mamlaka. Umeelewa mtumishi? Umeelewa. Mungu akubariki. Asante, microphone kwenu. Karibu. Watu walio kwa mpeni maji huyu mzee. Hii swali huyu kijana hapa. Kuna nukuu moja hapa inasema hivi, this day with God, ukurasa wa 128 au manuscript ya 142 mwaka 1901. Inasema hivi, malaika walioasi, malaika waliofanyaje? Walijaribu kuficha ukweli kwamba Kristo alikuwa mwana wa pekee wa Mungu, na wakaficha hatua ya kuona kuwa haikuwa lazima kwao kumtii Kristo. Kwa hiyo walikuwa wanaficha ukweli Yesu si mwana wa nani? Sasa mpaka leo wanakufichia ukweli kwamba Yesu si mwana wa nani? Kwa hiyo ni vita kuu, haitakoma. Hiyo ni pointi kubwa kwa sababu vita hiyo ambaye malaika walificha kutoka mbinguni ukweli kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, hiyo ndio vita ambaye tunaendelea nayo mpaka saa hii. Saa hii hatupigani na utatu. Tunapigana tu na kuwa Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Kwa sababu hata saa hii ukaambia watu utatu sio fundisho la Biblia, watamalizia kusema Yesu ni Mungu, hawawezi kutetea utatu. Wenda ukajadili na mtu yeyote, mnajadili na yeye kuhusu utatu, hakuna mtu ambaye anajadili utatu. Wote wanamalizia kusema Yesu ni Mungu. Lakini ni nani huyo ambaye alisema ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, aliyekataa uungu wa Yesu? Kwa sababu Wayahudi hakuna mahali Yesu alikuja akawaambia mimi ni Mungu. Lakini Wayahudi wakati wowote walikuwa wanamstaki Yesu ya kwamba amejifanya kuwa sawa na nani? Wakati wote Yesu alikuwa anasema mimi ni Mungu, ama alikuwa anasema Mungu ni baba yangu? Mungu ni baba yangu. Kwa hivyo yoyote ambaye anakubali Yesu ni mwana wa Mungu, kwa kusema tu Yesu ni mwana wa Mungu, unakuwa umekubali uungu wa nani? Wa Yesu. Lakini hawa watu wa utatu wanataka tu Yesu aitwe Mungu ili wamweke nafasi ya Mungu mwenyewe. Sasa hao na hao malaika walioasi ni sawa sawa. Kwa hivyo wana utatu na majini kitu moja. Ngoja tuseme na hii. Shetani alitumia udanganyifu na hila kuficha ukweli. Mbinu zake zilikuwa za siri hivi kwamba malaika wengi hawakutambua kabisa asili ya kazi yake. Alipotosha kusudi na nafasi ya mwana wa Mungu. Greater Controversy, ukurasa wa 495 na 496. Someni vitabu hivi. Kwa hiyo hii ni pambano nini? Kuu. Wanaficha, ukisema Yesu ni mwana wa Mungu, bado wanakuambia Yesu ndio Mungu Baba. Yesu ni nafsi ya pili ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo ni controversy. Lakini sasa ndio hivyo, ukweli uko wazi, ni kuchagua kusuka ama nini. Mungu awabariki. Haleluya. Watu wanatamani tukeshe, si ndio? Basi tumtukuze Mungu kwa hilo, na tumai kambi linaendelea vizuri na vema. Naendelea kusisitiza kwa mtu ambaye ana maoni ya kuboresha ili mambo yakae sawa sawa, unawasilisha. Alafu tunaona tunaweka vipi kwenye nini? Kwenye ratiba. Basi tufunge kipindi chetu kwa ombi. Baba mwema, Mungu wa pekee,
Mungu wa kweli, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa ajili ya kututoa katika madhehebu ambayo imekuasi, imekataa ukweli kuhusu wewe, Mungu wa pekee usiopatikana na mauti. Umekaa katika nuru ambaye hakuna mtu ambaye anaweza kuikaribia. Umetupenda kwa kumtoa Yesu Kristo mwanao, kaja kafa msalabani kwa ajili yetu. Bwana, hatuoni aibu kudhihirisha jambo hilo, maana ni la kweli na ni la hakika. Mungu katika vita hii ambayo iko mbele yetu kwa ajili ya makafiri ambao wamekataa uungu wako kama Bwana wetu na Mwokozi wetu. Bwana, tunaomba ya kwamba utujalie tuweze kupata hoja ambazo hawataweza kuzijibu, kama vile walivyompiga Stefano kwa mawe kwa ajili ya kukemea madhehebu zao ambazo zilikuwa zimeasi. Tunaomba Mungu, na sisi tumejitoa hata kwa kufa kwa ajili ya kusimamia ukweli ambao umeandikwa. Kwa jina la Yesu tumeomba. Saa 33, saa 1 dakika 33, tutarudi hapa saa 2:30. Unajua hivi vitabu kama tukivipata